Luka 7 mstari wa 12. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nitasoma kitabu cha Luka 7 mstari wa 12. Ndiyo. Nitasoma kwa uwezo wa Bwana. Naye alipokaribia lango la mji, hapo palikuwa na maiti. Bwana Yesu, sasa unaona vita vya kukaribia lango la mji. Maiki tu ikakataa kwanza. Haleluya. Alipokaribia lango la mji. Hapo palikuwa na maiti inachukuliwa nje. Hapo palikuwa na maiti inachukuliwa nje. Ni mwana pekee wa mamaye ambaye ni mjane. Ni mwana pekee wa mamaye ambaye ni mjane. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu amenyang'anywa kitu chake cha thamani. Kuna mtu kitu chake cha thamani kinawindwa. Wanatafuta namna ya kumrudisha nyuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu wametangaza msiba juu yake, msiba juu ya kazi yake, msiba juu ya biashara yake, msiba juu ya ndoa yake, na kila moja wanasema tutamwangusha saa ngapi, na wamemweka huo msiba kwa moyo wake, wanamhuzunisha na kumzunguka kwa namna moja ama nyingine, lakini kila muda wakiweka vikao juu yake kwa namna ya kumuumiza. Kuna mtu yuko hapa, lakini maadui wapo wanatafuta mbinu ya kukuumiza. Haleluya. Wanatafuta mbinu ya kukufanyaje? Mbinu ya kukufanyaje? Lakini habari njema ni kwamba wakati unapotoka kwenye mlango, kuna mtu unakutana naye. Kuna neema unakutana nayo. Kuna mwenye nguvu unakutana naye. Mwenye kubadilisha hali ya hewa, mwenye kubadilisha kilichokuwa kimekusudiwa, mwenye kubadilisha msiba. Haleluya. Endelea. Na watu wa miji mingine walikuwa pamoja naye. Na watu wa miji mingine walikuwa pamoja naye. Unajua kuna watu wanakuona kabisa unateseka, ila hawana namna ya kukusaidia, lakini watajumuika pamoja na wewe kwenye yale mateso, ila hawana nguvu ya kukusaidia. Wataomboleza na wewe, watasikitika pamoja na wewe, lakini kuna mwenye anaweza badilishaga hali, ambaye ni Yesu Kristo. Ukikutana naye hatasikitika pamoja na wewe, bali ataondoa masikitiko juu yako. Haleluya. Ataondoa msiba juu yako. Ataondoa shida juu yako. Atabadilisha hali iliyopo na ataiweka ikuwe shwari. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa mji wameongozana na yule mama kuomboleza, kumsindikiza kwenye ule msiba, lakini yule mama analia, amefiwa na mtoto wake pekee, na yule mama ni mjane. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Yesu alipokuwa anaingia lango la mji, akapishana nao. Endelea. Mstari wa 13. Bwana alipomuona alimuonea huruma. Akamwambia usilie. Akakaribia akagusa jeneza. Waliokuwa wakilichukua lile jeneza wakasimama. Akasema, kijana, nakuambia inuka. Yule maiti akainuka, akaketi, akaanza kusema, akampa mama yake. Pigie Bwana makofi. Kuna watu wameandaa msiba juu yako.
msiba wa kazi yako, msiba jumbani kwako, msiba wa biashara yako, msiba wa maisha yako, wameandaa msiba wa ndoa yako, wamejizatiti kabisa, huyu tunamuangusha. Lakini ulipokutana na Yesu langoni, ulipokutana na neema ya Yesu langoni, ule msiba unaenda kubadilika. Kilichokusudiwa na maadui kinaenda kubadilika. Kilichokusudiwa kinaenda kubadilika. Huzuni inaondoka. Mungu aligeuza maisha ya yule mama. Alikuwa analia, amempoteza mtoto wake. Wewe kuna huzuni uko nayo, kuna kitu cha thamani umekipoteza au kinawindwa kipotee. Kuna kitu hauna, unataka ukipate ikuwe furaha yako. Unahuzunika na umeomba, unaelekea kuchoka. Unaambia Bwana, sasa niende wapi? Sasa nifanye nini? Maumivu niko nayo kwa roho yangu ni makubwa mno na ninaumia mno. Lakini sahihi kitu ambacho kinatendeka, Bwana anakugusa. Kama kilichukuliwa kinarudishwa kwako. Ule uhai ulichukuliwa unarudishwa. Kama kiliuawa kinainuliwa tena. Lakini leo ndiyo siku maisha yako Mungu atabadilisha, ili usimame kama wengine na zaidi ya wengine. Ili usimame kama wengine na zaidi ya wengine. Maana yupo Yesu anakuja sasa kwa maisha yako, akiyabadilisha maisha yako. Yupo Roho wa Mungu atakaye kugusa sahi, akabadilisha hali ya maisha yako. Kuna mtu ananielewa yuko hapa? Kuna mtu anaelewa yuko hapa? Haleluya, haleluya. Wanaokuwafuatilia Mungu anaweza kuwapoteza kabisa, usiwaone tena kwenye njia yako, usiwaone tena kwenye mapito yako, usiwaone tena. Haleluya, haleluya, haleluya. Usiwaone tena. Amen. Kama Mungu aliweza geuza msiba ukakuwa furaha, mtu akafufuka na hali ya msiba ikaondoka, sasa anaweza geuza hali ya maisha yako, furaha ikarejea. Pokea chochote unahitaji kitakacho kufurahisha. Pokea kitakacho kupa furaha. Pokea kitakacho kupa furaha. Pokea neema itakayokupa furaha kwa jina la Yesu. Pokea maradufu. Huzuni ya ndani yako ibadilishwe. Kilio cha moyo wako kibadilishwe. Huzuni ndani yako ibadilishwe. Pokea hiyo neema. Pokea hiyo neema. Pokea hiyo neema. Huzuni ibadilishwe kwa jina la Yesu. Pokea furaha kwa jina la Yesu. Pokea kitakacho kupa furaha kwa jina la Yesu. Huzuni si sehemu ya maisha yako kwa jina la Yesu. Pokea kitakacho kupa furaha kwa jina la Yesu. Kuna watu wako hapa sahihi wanateswa sana na habari ya mambo yaliyopita, maana wanahukumiwa sana na vitu vilivyopita kwenye maisha yao. Wanahukumiwa sana na mahali waliangukia zamani. Wanahukumiwa sana na historia iliyopita, hadi wanaambiwa sasa wanasali nini. Lakini mimi ninakwambia sahihi, inakuja neema juu ya maisha yako itakayofuta maneno yote walisema, itakayofuta habari zote walikuwa nayo kwa maisha yako, itakayofuta maneno yote wanasema kwa maisha yako. Kwa jina la Yesu Kristo. Ni saa ya hata wanaokufahamu waanze kukuona uko mpya. Hata waliokuwa wanajua historia ya maisha yako waanze kukuona uko mpya, wewe ni mtu mwingine tena. Pokea hayo mabadiliko. Walikuzoea uko mgonjwa muda mrefu, pokea neema ya uzima kwa jina la Yesu. Walikuzoea haunaga kazi muda mrefu, pokea hiyo neema ya kazi kwa jina la Yesu Kristo. Walikuzoea ni mtu wa kuomba kila siku, kuomba misaada kwao na kuwahitaji kwa maisha yako, pokea hiyo neema ya kushibishwa, kuwa na vingi na kuwa na tele kwa jina la Yesu. Hii neema nimetoka nayo kutoka kwa mlima wa maombi, inaweza shuka kwa watu mahali hapa, ikabadilisha historia ya maisha yao kabisa. Wasiitwe tena wagonjwa, wasiitwe tena watu wako na mateso, wasiitwe tena watu ambao wako maskini, wasiitwe tena watu wako na mateso ya shida. Hiyo neema na iachilie kwa jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Aliyezuiliwa uzazi, Mungu atambariki mapacha. Aliyezuiliwa uzazi, tumbo iliyofungwa,
itafunguliwa. Haleluya. Wakati niko mlimani kwa maombi, ninaomba kwa habari ya ibada hii, nikaona mtu mmoja yuko mahali hapa, niko naona watu wakihudumiwa, lakini niko naona kitu kama jiwe likianza kusagwa, likasagwa, baadaye likapukutika kabisa, likaisha, likabaki unga. Na nikamwambia Bwana, hii ni nini? Akaniambia kuna mtu amewekelewa uvina, anaenda kuyeyusha na kusagasaga na kuweka uzima kabisa, na usitachwe tena, asiukue tena, asisumbuliwe tena. Huyo mtu kama yuko mahali hapa sahihi, na niliona ile kitu inatendeka kwenye ibada, Roho wa Bwana aanze kumshughulikia. Roho wa Bwana aanze kumshughulikia hadi mwisho wa ibada hii, aende kuangalia na uvimbe usionekane. Tunaisubiri ushuhuda hapa. Tunasubiri ushuhuda hapa. Roho wa Bwana atembee akigusa. Haleluya. Maisha yako Mungu abadilishe kuanzia saa hii. Maisha yako Mungu abadilishe kuanzia saa hii. Maadui uliokuwa unaona usiwaone kabisa kwa jina la Yesu. Maadui uliokuwa unaona usiwaone kabisa kwa jina la Yesu. Habari inayokuumiza ambayo watu wameshikilia kwamba huyu ni wa hivi, habari mbaya inayosambaa sana kuhusu maisha yako, hiyo habari imefutika kuanzia sasa. Imefutika kuanzia sasa. Hawataikumbuka tena kwa jina la Yesu. Mungu amefuta kumbukumbu za mabaya yako kwa jina la Yesu. Mungu amekufanya kuwa moto mwingine kwa jina la Yesu. Mungu amekuheshimisha tena kwa jina la Yesu. Mungu amekufanya kuwa moto mwingine kwa jina la Yesu. Kumbukumbu ya habari mbaya imefutika kwa jina la Yesu. Hiyo neema ikawe juu ya maisha yako. 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 Kwa jina la Yesu. Ile kitu Mungu alisema mlimani itimie kwenye maisha yako. Uko tayari kabisa? Umesubiri kwa moyo wako wote? Uko tayari kabisa? Hiyo neema ishuke. Ishuke kwa jina la Yesu. Ishuke kwa jina la Yesu. Mikono iliyochukuliwa irejeshwe. Cha samani kilichochukuliwa kwenye maisha yako kirejeshwe. Yule mama alikuwa na mtoto wake wa pekee, na yeye ni mjane, na mtoto ni wa pekee. Yesu alipokutana naye, yule alikuwa anaenda kuzikwa. Yesu alipoliona ile jeneza, akawasimamisha wale waliokuwa wameibeba, alafu akaligusa ile jeneza, maana yule mama analia kwa sababu amepoteza wa samani. Si tu kufiwa, amefiwa na mtoto ampendaye, na ndio huyo wa pekee, na yeye ni mjane. Yesu akasema hii haiwezekani, maana yeye akiingia mahali huzuni inaondoka, furaha inatawala. Akagusa jeneza, mtoto amka. Kijana yule akaamka, akamkabidhi mama yake. Sasa kama alifanya hivyo, atashindwa kukurudishia kitu chako cha thamani ulichopoteza, walichokudhulumu, walichokushikilia, na aliyekaa kwenye kiti chako, aliyeshikilia mikono yako, aliyeshikilia kazi yako, aliyefunga tumbo lako usizae, amekamata, ameshikilia watoto wako. Mungu aweze kukurudishia. Mungu aweze kukurudishia. Mbona aliweza kwa yule mama, kwako nini kinashindikana? Ya kwako si ni ndogo sana. Kwako nini kinashindikana? Si haipo. Badilishiwa maisha kuanzia sasa. Badilishiwa maisha kuanzia sasa. Badilishiwa maisha kuanzia sasa. Kitu chako cha thamani kilichochukuliwa kirudi. 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 Kuna mtu kwa hali ya binadamu, kwa hali ya kawaida anaonekanaga hana watoto, lakini kwa hali ya kiroho huyo mtu ako na watoto. Unajua kuna mtu tumbo la uzazi imechukuliwa, imewekwa pembeni, alafu shetani naye amekaa kwa ile tumbo. Haleluya. Kwa hata akitafuta tiba, akitumia madawa, hata akifanywa operation, shetani inafanywaga operation. Utaweza kuichanja ukaitoa? Si hapana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna muda inatembea, inahama upande huu, unahama upande ule. Leo unaumwa hiki, kesho unaumwa hiki. Mimi ninakwambia rejeshewa afya yako. Rejeshewa afya yako.
Mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Rejeshewa, hekalu lisafishwe, hekalu la Bwana litengenezwe, 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 litengenezwe. Hekalu la Bwana litengenezwe. Ile neema niliyokuwa nasema, naona ikienda huu upande. Naona hekalu la Bwana ikisafishwa kwa huu upande. Naona muujiza ukitendeka kwa huu upande. Ninaona ukitendeka tena hapa. Ninaona huku ukitendeka kwa watu wawili. Ninaona huku ukitendeka kwa mtu mmoja. Naona huko pia ukitendeka. Naomba malaika wa Bwana umlete huyo mtu ambaye hekalu la Bwana limeingiliwa na limekuwa makazi ya mashetani. Hiyo hekalu la Bwana, mwenye hekalu lake sahi amekuja akae. Mwenye hekalu lake amekuja akae. Sahi mwenye hekalu lake amekuja akae. Lazima mashetani wapishe, maana mwenye hekalu lake amekuja wakae. Yule dada pale, hebu mlete yule pale. Yule pale, huyo hapo nyuma, huyo hapo. Sema ni furaha. Sema ni furaha. Sema ni furaha. Sema ni furaha. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Huu mwili uko unauona, Biblia sema miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu, na leo ni maombi ya Roho Mtakatifu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Miili yetu ni hekalu la nini? Rudia tu, ya nini? Roho Mtakatifu. Ya nini? Ya Roho Mtakatifu. Haleluya. Roho Mtakatifu atakaa pamoja na sukari. Atakaa na pressure. Atakaa na vidonda vya tumbo. Atakaa na magonjwa sijui ya moyo. Roho Mtakatifu anakaa na hao watu. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amen. Sema mtawala amekuja. Mtawala amekuja wa huu mwili wangu. Sasa anakaa. Sasa anakaa. Sema sasa anakaa. Sasa anaketi kwenye kiti chake ambao ni mwili wangu. Sasa anaketi. Mashetani wote, kuzimu, majini, sahi, munaenda. Munaenda. Umwili si wenu. Munaenda. Umwili si wenu. Munaenda. Sema munaenda. 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 Haleluya. Simama mtoto wa Mungu. Simama. Simama. Huu mwili ni hekalu. Leo ni mara ya ngapi kuja hapa? Mara ya pili. Ulikuja juma ngapi? Juma ngapi? Jumapili. Jumapili. Jumapili au Jumatatu? Au kumbuke vizuri. Wakati nasema hekalu la Bwana imevamiwa, niko naona kuna kitu imewekwa kwenye hii tumbo. Alafu niko naona tumbo lako la uzazi imewekwa, haipo kabisa. Naona ukifanya tiba, lakini unachokitibu ni shetani. Yani unachokitibu sio kitu ambacho ni sahihi. Maana niko naona roho ya kujigeuza geuza kama kinyonga. Leo ni hiki, kesho ni hiki. Leo ni hiki, kesho ni hiki. Ni kweli. Ni kweli. Ni kweli kabisa. Ni kweli kabisa. Bwana ameniambia leo anatawala kwa huu mwili. Utawala wa Bwana unarejea. Utawala wa Bwana unarejea. Utawala wa Bwana unarejea. Una mtoto? Hapana. Unatafuta uzazi? Walikuambiaje hospitalini? Walikuambiaje? Una uvimbe? Mirija imeziba. Na PhD. Kila kitu. Umechoka. Amechoka. Mali unachoka, Yesu wasema anaanzia. Sema anaanzia. Sijaisema kitu kwa kumfurahisha mtu. Maana mimi mwenyewe niko na uchungu wa maisha ya mtu kukombolewa. Siwezi fanya kitu ili mtu afurahi ati wewe ushangilie alafu ipite tu. Hapana. Hapana, sema hapana.
Sema hapana. Haleluya. Mimi mwenyewe niko na uchungu wa maisha ya mtu. Haleluya. Kwa habari ya huyu binti, Mungu ananiambia utawala wake umerejea. Utawala wake umerejea. Walikuambia ufanywe operation. Takiwa nifanywe operation Jumatano. Juma ngapi? Jumatano wiki iliyopita. Jumatano. Yes. Iliyopita? Wiki hii hapa leo Jumapili, Jumatano. Oh. Sahi akitoka mali hapa. Na ni operation ya pili. Nilisema shetani uwezi kumtoa, asikii dawa, asikii operation, asikii chochote. Si ndio nilisema hivyo? Haleluya. Shetani dawa yake ni Yesu Kristo. Shetani dawa yake ni Yesu Kristo. Haleluya. Sogea hapa. Inua mikono yako juu. Jina lako nani? Eunice. Oh. Unaishi wapi? Unaishi Kagera? Aya, usilie tena. Usilie tena, utatoa machozi. Nawe unaelia hapo, anza kufurahi. Unaelia hapo, anza kufurahi. Unaelia hapo, anza kufurahi. Roho wa Bwana. Roho wa Bwana. Roho wa Bwana. Chukua nafasi kwenye huu mwili. Tawala kwenye huu mwili. Huu mwili ni hekalu lako Bwana, na wewe ndiye muumbaji. Ninakusihi, ninakuomba kilichochukuliwa kwa mwili wake irejee. Tumbo lake la uzazi ninairejesha. Huyu shetani aliyejibadilisha na akajiita uvimbe, akajiita PID, akakaa kwenye mirija, akajiita majina mengi. Mara ya kwanza operation ikafanyika, hakukuwa na suluhisho. Hata saa hii ingefanyika, hakuna suluhisho. Lakini sasa Bwana, fanya wewe, tenda wewe. Vile ulinionyesha ile jiwe ilikuwa ngumu sana, na ikisagika ikabaki unga na ikapukutika na kuteketea. Ninaomba sasa dada huyu, mtoto wako akapokea uzima. Akapokea uzima. Akapokea uzima. Akapokea uzima. Akapokea uzima. Fanya hivi. Chukua hiki kitambaa. Weka hapo kwenye tumbo lako ukisimama hapo. Udumuka yani nyuma yake. Utaona ukishukiwa na nguvu ambayo sio ya kawaida, na namna ya ajabu kwa tumbo lako ikitendeka. Hapo ndio uponyaji wako, na yote yanaenda kuisha. Bwana akikuweka huru, unakuwa huru kweli kweli. Bwana akikuweka huru, unakuwa huru kweli 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 kweli. Ongeza kweli 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 kweli. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mwili wako si makazi ya magonjwa tena. Mwili wako si makazi ya huzuni na matatizo. Mwili wako ni makazi ya Roho Mtakatifu. Sema ya Roho Mtakatifu. Sema ya Roho Mtakatifu. Leo ukitoka hapa, kama kuna watu wanakukwazaga, haleluya, au watu hawatakukwaza tena, maana hawakuoni namna walivyokuwa wanakuona. Haleluya. 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 Una mtu atajipanga, atakuja kwako kukufresh kabisa, kukukosesha tu amani. Akikuona ataanza kuangalia chini, ataanza kutabasamu mwenyewe, ataanza kuona aibu mwenyewe, ataanza kuona haya mwenyewe. Haleluya. Roho Mtakatifu tenda.
Roho Mtakatifu tawala. Vile hiyo kitambaa iko kwenye tumbo lake Bwana, uzazi wake unarejeshwa, tumbo lake la uzazi linarejeshwa, roho za kuzimu zinaondoka, tawala za kuzimu za vimbe za kichawi vinayeyuka. Na Yesu, wewe unaketi unatawala, na yule dada hatahangaika tena, bali uzima aliopokea unakuwa wa kudumu kwenye maisha yake. Hata kuwa na uzao mmoja, ataendelea kuwa na uzao kwa kadri atakayohitaji, kwa jina la Yesu. Amen. Kama walimfunga asipate hata moja, atapata kwa kadri anayotaka. Atapata kwa kadri anayotaka. Haleluya. 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 Kwa kadri anayofanyaje? Kwa kadri anayofanyaje? 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 Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kadri anayotaka, anayohitaji, atapokea. Atafanyaje? 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 Unasikia nini kwa tumbo lako? Unasikia pana tetemeka? Oh. Jesus. Kwa jina la Yesu. Baba tenda. Yule binti pale mtoto wa Mungu umevaa koti ya Yes. Naona kitu cha hatari sana kwako. Njoo. Wewe ni mcha Mungu mzuri sana. Wewe ni mcha Mungu vizuri sana. Wewe ni mcha Mungu mzuri sana, lakini Mungu ameonyesha kitu cha hatari sana mahali unapotembea. Niko naona unapita kwenye miba. Unapita kwenye miba. Na jua limewaka sana. Niko naona una uhitaji wa maji, na hayo maji hayapo. Naona unapaza sauti kuomba msaada, naona hakuna wa kukusaidia. Alafu niko naona watu wakikuchungulia, na watu namna walivyokaa ni namna ya ajabu kidogo. Wamejifunika mashuka meusi, wakikuchungulia, wakiangalia nyayo zako. Alafu naona wakicheka, wakipongezana, alafu wakisema ya kwamba anapita kwenye ile njia tumeamua apite. Wanapongezana kwa sababu wamekupitisha kwenye njia ngumu. Wamekupitisha kwenye njia ngumu. Sasa namuuliza Roho wa Mungu, nini kinaendelea kwenye maisha yako? Ninachokiona kinachoendelea, hata unaposali umeshaanza kuchoka. Madhabahu ulizoenda, namna umeomba Mungu, namna umetoa sadaka, unaona kuchoka. Maana magumu yako pale pale. Kwa nini magumu yako yanakuwa pale pale? Yanakuwa pale pale kwa sababu haijafanyika maombi ya kubadilishiwa njia, ya kutolewa mahali, ya kuvuliwa mahali, na kuketishwa kwenye barabara sahihi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hivi ukichomwa na miba, alafu ukakaa chini ukautoa ule miba, ukaendelea kutembea kwenye barabara ile ile, ukaendelea kutembea kwenye miba. Sasa kuna sababu ya si usingetoa ule miba uliokuchoma, si ndio? Bwana Yesu asifiwe sana. Suluhisho sio kutoa ule miba uliokuchoma. Suluhisho ni kutoka kwenye ile barabara uliokuwa unapita. Toka kwenye ile barabara uliokuwa unapita. Na niko naona maono ndani yako, katika macho ya rohoni. Unafanya biashara, na niko naona watu baada ya wewe kutoka, wao wanaingia pale. Baada ya wewe kutoka,
wao wanaingia pale. Ninakumbuka kuhusu biashara yako. Wewe umetoka, wao wanaingia. Wewe umetoka, wao wanaingia. Unafanya biashara? Ndio. Naona kwenye biashara ukitoka tu umefunga biashara, kuna watu wanaenda pale. Kuna watu wanaenda pale. Lakini kuna siku ukiwa kwenye maombi ukalala, ukao unaona. Sasa mimi nilichokuwa naona unafika kwenye biashara, naona namna umeweka vitu vyako ikawa tofauti, ukao unalalamika, nani kafika hapa, nani kaondoa hiki, nani kaharibu hapa. Ni kweli? Nini kilitokea? Ni kweli? Nini kilitokea kwenye kazi yako? Nini ulikiona? Niliona kwenye ndoto mama mmoja. Mama mmoja? Ndiyo. Akiwa anachezea kwenye biashara. Akiwa anachezea kwenye biashara yako. Makofi ya Yesu yako wapi? Wewe usikae kama wasanyaju, kaa kama wa Dar es Salaam. Haleluya, haleluya. Haleluya. Akienda kwenye biashara yako. Hapo getini. Hapo getini. Mali unafanyia biashara. Na ile barabara wanayokupitisha, barabara ngumu ya ndoa, barabara ngumu ya biashara, barabara ngumu ya watoto, wao wameshika sehemu ya ndoa, sehemu ya watoto, sehemu ya kazi. Hivi vitu vitatu vimeshikiliwa. Na uko hivi sasa hivi namna ulivyo kwa sababu unaomba. Usingekuwa unaomba, wewe si unasemaga sasa nimeomba na naelekea kuchoka. Ukijichosha watakumaliza. Yaani hivi ulivyo sahihi ni kwa sababu unaomba. Ni kwa sababu unafanyaje? Unaomba. Sasa unapitishwa kwa barabara ngumu sana ya ndoa. Unapitishwa kwa barabara ngumu sana ya kazi. Lakini pia umezuiliwa viwango vya kumiliki. Kuna kitu wewe leo ukianzisha kujenga hautamaliza. Wewe leo ukipatana na mtu akupatie kitu kitakacho kufaidisha, huyo mtu atapata dharura, hata anaweza kupata ajali. Huyo mtu hautakutana, atakubadilikia. Ukiangana mtu sahihi, baadaye atakubadilikia. Ni kweli? Hapo naeleza namna huyu mtu anapitishwa kwenye hiyo barabara. Ni mengi, lakini kwa sababu umekuja, mimi nahitaji nikubadilishe, ukete kwenye barabara ambayo ina utulivu. Utoke kwenye hali ngumu, barabara ngumu, jua limewaka, mipa inakuchoma. Utoke kwenye hiyo hali, uketi kwenye barabara, utembee njia ya mafanikio kwenye barabara nzuri iliyonyooka ambayo Bwana anakuongoza. Uko tayari? Uko tayari? Kabisa. Kuna muda unaelekea kuchoka? Ndio, nishachoka. Ulishachoka? I say. Leo umetokea wapi? Taveta. Umekuja kusali huko? I say. Sogea hapa. Ina mikono yako juu. Jina lako nani? Mary. Lingine Margaret. Tukuombee jina lipi? Mary au Margaret? Esther. Tukuombee jina ipi? Mary au Margaret? Tumwombee kwa Esther. Haleluya. Haleluya. Tumwombee kwa jina la nani? Unajua kwa nini ni Esther? Hata hii jina imekaa kiufunuo. Esther yeye ndio alimnyoosha yule Hamani. Esther ndio mtu alipambana, mwisho wa vita vyake akashinda. Haleluya. Mwisho wa vita vyake. Unajua shida sio kupambana. Shida kwamba umepambana, ulishinda au ulishindwa. Fumba macho yako. Baba, kuanzia sasa ninambadilisha mtoto wako, njia wanampitisha ni ngumu.
ina miiba, jua limewaka na haina watu wanaopita, ni ngumu. Hata matatizo yake akieleza watu wanashangaa, maana mengine watu hawapitii yale. Hata akiomba msaada watu wanashangaa, maana anayoyaeleza si ambayo wengine wanayapitia. Majaribu anayokutana nayo sio majaribu ambayo wengine wanakutana nayo. Lakini sasa Bwana, ninakusihi, ninakuomba huyu mtoto wako apite kwenye barabara iliyonyooka ambayo wewe umeketi na unamuongoza. Hamishwa, pita kwenye barabara hiyo, hamishwa. Unaona hii miguu vile inaenda, unaona namna anahamishwa. Angalia vile Mungu anatenda. Angalia kwa jina la Yesu, moto wake kwenye hiyo miguu, moto wake vilivyowekwa na kumshikilia na kung'ang'ania, viondoke kwa jina la Yesu. Hao wanaocheka wakaibike, wasimuone tena akipitia maumivu. Hiyo njia yenye maumivu ondoka kwenye hiyo njia, badilishiwa njia ya maumivu unaondoka. Hiyo nguvu inashuka kwenye miguu yako, moto unawaka. Unaona kinachofanyika, moto unawaka. Hata hiyo viatu haitakaa kwa miguu, huo moto unaoendelea kuwaka, hata hivyo viatu havitakaa kwa miguu. Moto wa Bwana, badilishiwa hiyo barabara, badilishiwa. Pita kwenye barabara ya furaha, barabara ya mafanikio. Wewe na ndoa yako, wewe na nyumba yako, pitishwa mahali pazuri kwa jina la Yesu. Okay, hiyo neema sasa, nguvu ya kutembea, nguvu ya kufika mahali ulipozuiliwa miaka 10 iliyopita, nguvu ya kufika mahali ulipozuiliwa miaka 10 iliyopita, kufika ndani ya mwaka huu. Furaha ambayo haujapokea miaka 10 iliyopita, hiyo furaha unaipokea sahihi, unaipokea, ikawe ndani yako kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Sema amen. Sema amen. Nisikilize sasa. Kuanzia leo wewe ni mtoto wa hii madhabahu. Sawa wewe ni mtoto wa hii, hata kama uko mbali. Sawa ni mtoto wa hii madhabahu. Na kuanzia leo hautapita njia ngumu, hautapita kwa mapito magumu. Amen. Haleluya. Amen. Huyo alikuwa anapita mapito. Sasa shida ni kwamba akitaka kupata amani ya roho, akamwelezea mtu amshauri. Mtu mwenyewe anashangaa, kuna binadamu anapitia haya. Hata akimfesi mtumishi akaeleza, baba mimi napitia 1 2 3 6 7, bia tuombe tu. Lakini mtu mwenyewe ana maswali kwamba huyu naye, si ndivyo ilivyokuaga? Hautakimbiwa na watu wa karibu. Sawa Neno lako ni taa ya njia. Haleluya. Neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Amen. Barabara unayopita imeshawekewa mwanga. Amen. Iko na taa. Amen. Unaona unakoenda. Amen. Hiyo neema ikawe juu yako kama Bwana ishivyo alivyofunua akatimisha kwa jina la Yesu. Amen. Pigie Bwana makofi. Amen. Haujaja bure mahali hapa. Unasikiaje mwana wa Mungu? Uko sawa? Oh. Haya mafuta nimekunyunyizia, ninaondoa sura ya huzuni na nimefuta utambulisho wa kuitwa tasa. Wewe sio tasa, wewe ni mama wa watoto wengi. Haya mafuta yamefuta huo utambulisho
kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Yes. Baba, kwa mafuta haya utambulisho alikuwa anatambulika umefutwa, na atakuja kwenye madhabahu yako akishuhudia ya kwamba amebarikiwa mtoto, na akikuja naye mahali hapa vile ufungulivu wake leo watu wameshuhudia, na atakuja na shukrani, na atakuja na baraka ya mtoto, na watu hawa walioshuhudia na watashuhudia hiyo siku kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Muujiza wako hautakawia, hautacheleweshwa, utatumia kwa wakati na kwa majira sahihi kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Amen. Operation haipo, nimeifuta, maana hakuna kitu cha kutoa. Mungu amekurudishia tumbo lako na ameweka uzima kwako kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Hii kitambaa imechukua magonjwa na hayo mateso yote. Nitakapoitoa mahali hapa, imetoka na magonjwa yote na vitu vyote inaondo kwa jina la Yesu. Yamekumutwa, hayapo tena kwa jina la Yesu. Amen. Utaenda kupima, utanitumia majibu, sawa? Utakuwa uko mzima. Mungu katende, akutana na madaktari sahihi kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, na uzima wake akapokea majibu ya uzima wake kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Amen. Njoo. Unaitwa nani? Na? Glory. Ni nani kwako huyo? Ni nani kwako? Mdogo wako. Unaumia kwa sababu ya mdogo wako. Huyu ni dada. Usilie tena. Mungu amemwonekania. Una ndugu yako tena mwingine hapa? Njoo. Una watoto wangapi wewe? 3. Acha Mungu asione machozi ya hao watu wote. Biblia inasema apandaye kwa machozi atavuna kwa kelele za furaha. Wewe atavuna kwa kelele za furaha. Haleluya. Sasa nisiseme mengi, ila ile vita yote umeshinda, na hii ya uzao umeshinda kwa jina la Yesu. Sema ni furaha. Sema ni furaha. Sema ni furaha. Sema ni furaha. Sema Mungu anatenda. Sema Mungu anatenda. Sema Bwana anafanya. Sema anafanya. Sema anatenda. Haleluya. Haleluya. Haleluya.